Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Na tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe chanzo cha maisha yetu, tunashuka kwako Mungu kwa moyo wa toba. Asante kwa kutukumbuka nasi Mungu, na kupatia nafasi ya kuwepo mbele zako, kujifunza neno lako na kuyatafakari maneno yako. Neema hii imekuwa ya muhimu na ya thamani kwetu. Bwana Yesu, tunaomba uwepo wako katikati yetu. Wewe uliye mwalimu wa kweli na Roho Mtakatifu juwaye kutufundisha katika hali ya upesi. Tunakusihi katika jina la Yesu, tunaomba utufundishe na sisi tuko tayari kujifunza. Katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na kulishukuru jina lako. Wote tuseme amen. Amen. Tutasoma neno la Mungu, Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Maneno ya Mungu yametuzwa namna hii. Naye alipokuwa Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipomwona mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakasema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kichwa kinachotongoza wiki hii kinazungumza habari ya moyo wa toba. Ninakwambia mtu wa Mungu, unapowekeza kwa Mungu moyo wa toba, wala usio mtu wa kujihesabia haki. Mungu anapendezwa na moyo wa toba. Hapendezwi na sadaka tu, hapendezwi na maisha ya kuja kila siku kanisani. Mungu anapendezwa na moyo wa toba, na ule moyo unaojinyenyekeza kwake na kumuuliza yeye katika mambo yake. Unajua, hata kama una mali sana, hata kama una uhakika wa maisha mazuri, lakini lazima useme Mungu, wewe kwanza. Lazima umweke Mungu kwanza. Hata kama una uhakika wa kula, hata kama una uhakika wa kuvaa, hata kama una uhakika wa kusomesha watoto, lakini lazima uwekeze kwa Mungu. Useme Mungu, nasomeshaje mtoto? Hata kama una hela, lazima useme kwamba Mungu, mwanangu atasomeje? Atasoma shule gani? Ule ni moyo wa toba na unyenyekevu kwa Mungu. Wakati mtu unampeleka hata mtoto shule kwa sababu una hela, lakini hujawahi muuliza Mungu, hii shule ndio wanaotakiwa kusoma? Unampeleka kwa sababu una uwezo wa kusomesha kwenye shule, lakini hujawahi muuliza Mungu kuhusu mapenzi yake, kuhusu mtoto wako asome shule gani? Wakati mtu unafanya maamuzi kwa sababu hela ipo, lakini hujawahi muuliza Mungu kuhusu maamuzi yako, wala hujawahi sema Mungu, natamani kufanya jambo fulani, ninaomba unipe amani, unionyeshe Mungu jambo hili ni vema nifanye. Mungu, nataka kwamba nifanye biashara, moyo wangu unatamani nifanye biashara fulani.
niwe na fulani, lakini Mungu unaona vema, Mungu atakwambia hivi, huyo mtu sio sahihi, mtu fulani ndio sahihi. Mungu nataka niwekeze mradi fulani, ni sahihi kiwekeza mradi huko wakati huu. Mungu atakwambia kwa saizi mradi huo ni mzuri, lakini kwa saizi usiwekeze, kwa sababu ipo hasara utaipata mbele. Ukichukua huo mzigo, adui atauharibu uko mbele, au labda utapotea. Kwa dada moja, yeye anafanya biashara, anaenda mpaka China kuelekea mzigo wake, anafungia China, lakini siku moja akapata neema. Tena akasema sio kawaida yangu, lakini siku ile nikaisikia moyoni mwangu nasema hivi, naweza Mungu, naweza kwenda. Alafu kuna muhindi ambaye alimpigia simu akamwambia uje, ndio sababu aliyofanya muulize Mungu. Akamwambia uje, mimi nitakupa mzigo unaotaka wewe, andika mzigo unaotaka, mimi nitakupa huko chini. Yeye kipindi hicho naye ndogo, lakini akamuuliza Mungu, Mungu naweza kwenda kuchukua? Akamuuliza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mungu akamuonyesha kwamba ule mzigo ameuchukua, yule muhindi amempa ule mzigo, lakini umepotea, mzigo haya nyingi kwa akaisha kwanza kuchukua. Fikiria angechukua, yule mtu amemwamini, amemdhamini kwamba chukue mzigo wa fedha nyingi, alafu ungepotea, maana yake heshima yake ingepotea, uaminifu aliyomwamini ungepotea, angeipoteza sifa yake. Si kwamba ni tapeli, lakini kwa sababu alipoteza uhusiano wa yeye na Mungu. Alijiona anaweza, angejiona kwamba yeye ana nguvu ya uchumi au nguvu ya biashara, angeenda kwa sababu ameaminiwa. Na kuambia kabisa, angepoteza kile kitu, maisha yake yangeyumba sana. Lakini ashukuriwe Mungu na Roho Mtakatifu aliyemsaidia kuuliza kwa Bwana. Nataka kusema nini? Hata kama una uwezo na vitu fulani, kwenda mbele za Mungu, kumweka kwanza kipaumbele Mungu kabla hujafanya mambo, ni unyenyekevu kwa Mungu. Na Mungu anakitaka hicho kitu, anatamani watu wake. Hata kama una uwezo wa kuwalea watoto wako, lakini muulize Mungu kuhusu watoto wako. Muulize Mungu, na utawaombea watoto kulingana na vile Mungu alivyokuambia. Utawabeba watoto wako kulingana na Mungu alivyokufundisha, kwamba mtoto huyu hapa atasoma sana, lakini atakuwa ni mchungaji. Utakubali kwa sababu nini? Mungu amekuambia kuhusu mtoto wako. Utapeleka vyuo vikubwa vya gharama kubwa. Sikukwambia mimi ni mwinjilisti. Utakumbuka Mungu alichokwambia. Hautasema nimetupa hela zangu. Utapita kwenye mkondo wa Mungu. Siku Mungu akikwambia una uwezo wa kusafiri, lakini sasa hivi subiri kwanza. Hautasema kwa sababu nimeshafanya appointment na yule mtu, tumeahidiana kuonana katika siku fulani, na nifanya biashara kubwa inabidi uonane naye. Utatii, utaenda kwa sababu ni Mungu amesema usiende kwanza. Kwa Mungu anachokipenda ni hali ya utakatifu, lakini jambo lingine kujihudhurisha mbele zake katika hali ya kumwamini kwa kila jambo. Lakini Mungu anachotaka ni mtu ambaye kila wakati amekuwa ni mtu wa kujikagua, kupima uhusiano wa yeye na Mungu kila wakati. Wala usiwe mtu wa kuwapimia watu vipimo kwa sababu unashinda kanisani, kwa sababu unashinda madhabahuni. Mbinguni watu wasubuhi mwambie, mbinguni hatutaenda kwa sababu ni watoaji wazuri wa sadaka. Hata mimi ni mtoaji mzuri wa sadaka. Natoaga sadaka, hadi natoaga hiyo niliyo nayo, maadamu moyo wangu umefurahia kutoa. Yaani hata kama ninayo 10,000 natoa hiyo yote. Kwa mbinguni tutaenda kwa sababu tuna utoaji mzuri wa sadaka, kwa sababu huwa tunajihudhurisha na huduma za diakonia, kwa sababu tunajenga kanisa, kwa sababu tunafanya mambo mengi ya kujenga ufalme wa Mungu. Mbinguni tutaenda katika hayo.
Mbinguni tutaenda katika hali ya utakatifu na wale wanaojidhihirisha kwa moyo wa toba mbele za Mungu. Ila hayo yote tunayoyafanya katika ndani ya utakatifu, katika ndani ya kumcha Mungu, hayo sasa yanatupelekea tupate taji ya uzima wa milele. Ukifika mbinguni, kazi zote ulizozifanya zitakufanya upokee taji kulingana na kazi uliyoifanya, kulingana na huduma uliyoifanya, kulingana na mambo uliyoyafanya duniani. Kwa mambo tunayoyafanya ya kushinda nyumbani mwa Mungu, ya kumwabudu Mungu, ya kutumika kwenye njia ya uimbaji, ya kumtolea Mungu sadaka, ya kujenga makanisa, ya kufanya chochote ya kuwasaidia watu, yanakuja kutupa taji. Lakini tiketi ya mbinguni ni utakatifu, na mtu anayemwendea Mungu kila siku kwa toba na kwa unyenyekevu, kupomoka mbele za Mungu, kujiona wewe kila wakati haustahili mbele za Mungu, ila Mungu anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye akifika mbele ya mtu anayestahili anajiona yeye astahili. Akifika mbele ya mtu, yani akifika mbele ya mtu anamwona mtu yule anafaa kuliko yeye, kuthamini watu wengine. Roho ya unyenyekevu kujaa ndani inamfanya mtu wa namna hiyo akifika mbele ya watu, ya watumishi wenzie, anajiona yeye ni wa chini hata kama ana uwezo. Akifika mbele, akiwa mbele ya wafanyakazi wenzie, hata kama yeye ana cheo kikubwa, anathamini na wenzie, anawaona na wao ni sehemu ya kiungo chake, ni watendakazi pamoja na yeye. Mtu wa namna hiyo ndio moyo Mungu anaoutaka, wa unyenyekevu na toba, moyo ambao atokana na mwenye dhambi unatazama uumbaji wa Mungu, unasema Mungu naye huyu ni wa thamani, ni wa muhimu aje shambani mwako. Unamwombea mtu ambaye hajapata neema kama ya kwako ya kukaa namna hii kwenye nyumba ya Mungu. Wala usiwe na roho ya kifarisayo ya kwamba ukiwaona watu na wadharau. Hiyo ni roho ya kifarisayo. Ukiwa katikati ya watu unajiona wewe ni wa thamani kuliko watu wengine, hiyo ni roho ya kifarisayo. Kumbuka yule mtu ambaye walikuwa kwenye kuomba akasema, Mungu mimi sio kama fulani, mimi sio kama fulani, ila mimi Mungu nakutolea sadaka, lakini nafunga sijui mara ngapi kwa wiki, mimi sijui na nini. Lakini yule alijipiga kifuani kwake akasema, Mungu mimi sistahili, hata kuja tu hapa nimekuja tu, lakini sistahili. Akajipiga kifua chake kwa toba. Huo moyo ndio Mungu anautaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Na Mungu atukumbuke huduma tunazozifanya, ili siku moja Mungu aje tupongeze, ili Yesu aseme pole kwa kazi nzito uliyoifanya duniani ya kuniwakilisha mimi badala yangu. Akupe pole, ni lazima upambanie ufalme, lakini huku kinyenyekea kwa toba na rehema. Mungu wa mbinguni na atubariki sote na alibariki neno lake. Amen. Walibusi kuhudundu apa Yesu anyagile nakagini kusekena ukubabu na abantu Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari zako, nimejifunza kwako ya kwamba wewe Mungu
unapendezwa na moyo wa toba. Nami Mungu nimekuwa ni mtu ambaye moyo wangu unapendezwa na mambo yangu mwenyewe na shughuli zangu mwenyewe. Pale ninapofanikiwa katika mambo yangu, moyo wangu unafurahi katika hayo. Lakini mara nyingi nimekuwa mtu ambaye sijakufurahisha wewe wala sijakupendeza wewe. Moyo wangu haujakupendeza, moyo wangu haujakufurahisha. Unyenyekevu na ibada vimekuwa vitu vya nyongeza, vitu vya ziada kwenye maisha yangu. Yesu, naomba toba. Yesu, naomba rehema kwa ajili ya hilo, maana limekuwa ni chukizo machoni pako, ni chukizo mbele zako. Yesu, nisamehe, nipatie nafasi mara hii Mungu ya kutanguliza mambo yako, ya kutanguliza wewe kuliko mambo yangu. Nipe nguvu ya kuwafanya mapenzi yako kwa jina la Yesu. Niumbie moyo wa ibada, moyo wa kukucha wewe, moyo wa kupenda wewe, kwa sababu wewe ndiye wenyeji wangu wa huko mbinguni. Baada ya maisha haya, wewe utakuwa mwenyeji wangu huko mbinguni, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tuja tunikuombe kwa Mungu. Yesu, asante kwa ajili ya watu wako ambao umewaumba kwa mfano wako. Tena Mungu, umewaumba kwa sura yako. Ulipowaumba ukasema nimeona vema. Ninakushukuru kwa ajili yao. Najua Mungu umelituma neno hili kwa sababu unawapenda, lakini unawathamini wao na vizazi vyao. Yesu, ninaomba wakumbuke, wamekuwa waaminifu kutumikia katika mambo mengi na katika mambo mbalimbali. Uwakumbuke Mungu kama ulivyomkumbuka Kornelio, ukasema sala zako na sadaka zako zimefika mbele zangu, lakini kuna jambo moja imekupasa ulifanye, na ukamtuma Petro aende nyumbani mwake, wakapokea wokovu yeye na watu wa nyumbani mwake. Yesu, ninaomba uwasaidie neema ile ile iliyomsaidia Kornelio, uwasaidie na watu wako hawa, uzinue roho zao zipate kibali kwako, ili siku moja sadaka zao na sala zao zinapofika mbele zako na roho zao Mungu zifike kwako, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ninawafunika kwa damu yako na watoto wao, lakini vizazi vyao vyote Mungu viinue vikuche wewe tangu sasa na hata milele. Amen.